Amon, vipi? Uko vizuri? Namshukuru Mungu niko vizuri. Siku nyingine tunakwenda kupambana. Ndio. Tuelekea kwenye taarifa za michezo. Jonathan Soa, nadhani hukumu yake umeisikia kutoka pale Msimbazi. Kwa adhabu aliyopewa inaenda kurekebisha tabia yake ama wewe unaona nini? Kwanza kwa nilivyomsikiliza yeye mwenyewe alipokuwa akifanya interview na chombo kimoja cha habari, yeye mwenyewe inaonekana kidogo anatamani sana kurudi, lakini pia inaonekana yeye mwenyewe yuko tayari kubadilika. Lakini kwa adhabu aliyopewa, alhamdulillah, nidhamu yake itarudi. Japokuwa katika wachezaji sio wachezaji wote wanaokuwa wanalingana. Nidhamu huwa zinatofautiana kulingana na tabia ya mtu. Kwa nadhani tu viongozi wamwangalie kwa kipindi hiki wamrejeshe ili aendelee kuipambania timu. Japokuwa saizi wamemwambia aende akapambane na akafanye mazoezi na timu ya under 20 wakati wakiangalia tabia yake pamoja na kumpiga faini. Japokuwa kuna watu katikati walikuwa wanaona kama Simba labda imemfanyia vibaya, lakini yeye mwenyewe kakiri kwamba kuna baadhi ya makosa alifanya ni kweli, japokuwa kuna mengine anasema si ya kweli. Kwa hiyo nadhani nidhamu yake itaimarika hapa katikati. Yaani wewe una wasiwasi na adhabu pamoja na Soa mwenyewe? Sina wasiwasi nao. Kwa sababu adhabu aliopewa ina staili na kitendo alichokifanya. Hata ukiangalia kwa wenzetu kule Ulaya, wanapoona mchezaji amefanya makosa, huwa wanamshusha timu ya vijana ili ajifunze na arudi akiwa na nidhamu mpya, na anapokuja katika timu ya wakubwa basi anaperform vizuri. Kwetu huku unaona hilo likienda kuimarika? Kwanza ndo mara ya kwanza kutokea huku kwetu kwa Jonathan Soa baada ya kushusha timu ya daraja, kwa sababu mara nyingi waga ni mchezaji akiwa amepata majeruhi, lakini kwa hii adhabu kwa kwetu huku ndo inakuwa ni mara ya kwanza ndo imetokea. Kwa hiyo ndo tunakwenda kuangalia matokeo yake chanya baada ya adhabu kuisha itakuweje. Unavyoitazama Simba na kikosi chake cha ushambuliaji, Soa ni kama anahitajika sana ndani ya kikosi ama wewe unaona nini? Mwalimu pekee yake anaweza kukiongoza kikosi kwa kipindi chote mpaka mbio za ubingwa kukamilika? Kwanza hatuna mwalimu peke yake, tuna washambuliaji wawili, tuna mwalimu, tuna Mwangosi. Japokuwa Mwangosi bado ni kijana mdogo ambaye ndo anakuja, lakini anaweza kuisaidia. Unajua unapokuwa na wachezaji aidha akiwa anafundisha siri za klabu au anakwenda tofauti na maelekezo, nadhani kitendo hicho inakuwa ni sawa kuliko kumrejesha, kwa sababu ukimrejesha pasipo kumpa adhabu na umeona kabisa anafundisha siri za klabu yako, maana yake anakwenda kuwa hatari katika mechi zinazofuata. Nadhani mwalimu na Mwangosi watafanya vizuri na tunaweza tukamaliza msimu. Na unaweza kuangalia katika mechi nyingine hatuweza hata kumtumia mwalimu wala Mwangosi, tuliweza kumtumia Ino kama forcing number 9 na timu ilifanya vizuri. Kwa kuwa na mwalimu na Mwangosi bado tunaweza tukaenda kufanya vizuri. Unazungumzia Ino hapo, kuna taarifa nazo pia zilikuwa zikimhusisha Ino Luemba pengine na masuala ya kimikataba na waajiri wake. Simba inaonekana kama kuna pande mbili ambazo zinavutana. Wengine wanasema Ino anakosa nafasi kwenye kikosi kwa sababu alisajiliwa na Jairut, na tajiri Mo Dewji kama mwekezaji wa Simba, yeye kama hajafurahishwa na hilo, ndio maana mchezaji anakosa nafasi. Hii imekaa vipi pengine? Kwanza mimi sina na hilo sana, kusema labda anakosa kwa sababu amesajiliwa Jairut, hapana, sio sahihi. Mimi nadhani Nino hapa katikati kidogo alikuwa na majeruhi katika mechi nadhani 2-3 hakuweza kuonekana kabisa. Nadhani saa hizi kashapona karudi, kwa mwalimu anaangalia kiwango chake kwa namna gani kinavyorudi na kuimarika. Tutaweza kuona mechi ile kabla ya mechi ya Dodoma ile iliyopita aliweza kuingia kipindi cha pili na akaonyesha performance nzuri. Nadhani akiendelea kuperform vile mwalimu atampanga. Anayepanga kikosi sio Mo Dewji wala sio Jairut, ni kocha, japokuwa kuna muda mwingine viongozi waga wanapanga, lakini asilimia kubwa anapanga kocha kwa sasa. Kwa hiyo kocha yeye ndo atakayeamua baada ya kumuona mazoezini nani niende naye. Hii mechi inahitaji nitumie mfumo gani na nahitaji nitumie wachezaji gani. Kwa hiyo akiwa anahitajika atawekwa pale. Kuna taarifa ambayo inamhusu Pinpin Musa Kamara. Wengine wanasema kufikia mwisho wa msimu Simba haitakuwa tayari kuendelea naye. Pengine kwa Katanji Kasari pale golini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, unaona anatosha kuendelea na Simba? Kwangu mimi kwa Pinpin Kamara pamoja na Kasari, naona Pinpin Kamara kwangu mimi ndo ni bora kuliko huyo Kasari. Ukiangalia sheria yetu ya ligi ya Tanzania hairuhusu kuwa na magolikipa wawili wa kigeni.
Kwa hiyo ni lazima mmoja aondoke, mmoja abaki. Kwa hiyo yoyote atakayeondoka sio mbaya, kwa sababu utakuwa ni uamuzi wa viongozi wetu umefanya kwa maslahi ya klabu. Kwa hiyo yoyote atakayeondoka ni sawa, na ukiweza kuangalia Kamara amekuwa na majeruhi ya muda mrefu, akishakuwa amepona hatujui, je, atarejea katika ubora wake ule ule ama ubora utapungua. Kwa hiyo nadhani labda viongozi wao wenyewe watafanya tathmini iliyo sahihi na kuweza kuangalia nani abaki, nani aondoke. Vipi kuhusu Chobwedo? Nayo pia inasema Simba wameanza kutoa macho kwa Chobwedo na Yanga nao pia wanahusishwa na huyo Chobwedo. Hivi inatosha kwa kipindi hiki Chobwedo aliyoonekana kwenye michezo kadhaa kwamba ajiunge na vikosi kutokea Kariakoo? Kwanza Chobwedo ni mchezaji mzuri, ingawaje shida ya Chobwedo ni moja, anapokuwa na mpira haangalia anakokwenda, anaangalia chini. Yule akinyenyuka na kuangalia mbele atakuwa ni mchezaji tishio Tanzania. Ukiangalia Simba kwa sasa tunao mawinga tayari, hata kama atakuwa anakuja kuongezwa Simba itakuwa ni kwa mbadala tu, lakini kwa mawinga tunao. Nadhani Yanga, taarifa zilizokuwepo ni kwamba walikuwa wameshafanya maongezi naye, wanaelekea kumalizana naye, lakini kwa Simba sina uhakika sana. Taarifa nazo zinasema kwamba Simba wamemalizana naye. Hapana, sio taarifa sahihi. Sio sahihi. Simba na mchezo leo Amon dhidi ya Fountain Gate pale Arusha, pengine nini ambacho unakiona? Ukiweza kuangalia katika mechi tulizocheza pale Arusha hiyo iliyopita, hizo mbili, tulikuwa na wakati mgumu sana. Mechi ya kwanza tuliweza kupata sare, mechi ya pili tulishinda, lakini kipindi cha kwanza tukiwa tuko nyuma. Tunakwenda kucheza leo na Fountain Gate ambayo na wenyewe anapambana ili asiingie kwenye relegation zone. Kwa hiyo utakuwa kwanza ni mchezo mgumu, lakini sisi tunaiombea timu yetu hiyo itafanya vizuri. Ukiangalia performance ambayo tunayo sisi na walionayo Fountain Gate ni tofauti, hivyo naamini leo tunakwenda kushinda na kupunguza lile gap la pale juu zidi ya mtani. Mabadiliko ya benchi la ufundi kwa upande wa Fountain Gate, Menzilo akiwa akiongoza kikosi, pengine uoni ugumu wa mchezo na Menzilo anavyojulikana kama kocha, unaona nini? Inajulikana Menzilo ni shabiki wa Yanga, amekwenda pale Fountain Gate, saizi ndo amekuwa kocha, lakini kwetu sisi hatuasili chochote, kwa sababu kinachokwenda kucheza ni mfumo, sio kocha anayekwenda kucheza, wala sio Yanga anayekwenda kucheza, ni mfumo. Kwa hiyo sisi tunaamini hii mechi kwetu haitakuwa nyepesi, lakini tutashinda. Tutashinda. Mbio za ubingwa unazionaje? Lakini mbio za ubingwa msimu huu ukiangalia umekuwa ni msimu tofauti na misimu yote. Ukiangalia bingwa msimu uliopita alichukua ubingwa, nadhani alikuwa amesale mechi moja, lakini saizi ana sale mechi 5. Bingwa ushamuona paka unasema ana sale mechi 5? Uliopita. Nimesema msimu uliopita, sio msimu. Bingwa msimu uliopita alikuwa ana sale mechi moja, lakini safari hii mpaka saizi ana sale mechi 5. Yani bingwa mtetezi au shampa ubingwa na wa msimu huu? Shampa ubingwa msimu uliopita. Ukiangalia Simba msimu uliopita hakuwa na sare nyingi, lakini mpaka saizi ana sare karibia 6, sijui 6 7. Angalia Azam alikuwa na sare nadhani 4 msimu uliopita, lakini saizi ana sare zaidi ya 10. Kwa hiyo safari hii ligi imebadilika. Wote watatu Simba, Azam, Yanga, yoyote atakayefanya vizuri ana uwezo wa kuchukua ligi. Wanaosema Yanga imeshuka kiwango, wewe unakubaliana nao? Ndio, ni sahihi, ameshuka kiwango. Yanga imeshuka kiwango. Ameshuka kiwango. Simba imepanda kiwango ama iko pale pale? Simba haijapanda sana kiwango wala haiko pale pale, ipo katikati. Usajili uliofanyika Januari kiukweli umekuja kuleta mabadiliko makubwa sana ndani ya kikosi cha Simba na imeleta uhai, na ndio maana utaweza kuangalia tangu Januari mpaka saizi Simba ndio imekuwa na matokeo mazuri kuliko kipindi kilichopita. Shukrani sana. Asante sana.